alikuwa na matukio ambayo aliamua katika namna ambayo sio sahihi. Yapo matukio ndani ya uwanja ambayo pia alifanya kwa usahihi, ila asilimia kubwa ya matukio ambayo yalikuwa yanaonekana kuwa yangebeba taswira ya balance ya mchezo aliamua katika namna ambayo haikuwa na usahihi katika mjadala unaendelea katika vijio vya kidijitali. Kwa hiyo yale mengi yanaangaliwa kama penalti, Paulo nini Kiemba, zile penalti zote walizopata Simba ni halali sio halali? Kwa mimi penalti moja naiona mwamuzi alikuwa yuko sahihi. Ipi, ile ya kwanza ya pili? Penalti ya pili. Kwa contact ambayo mimi naiona ilifanyika. Lakini penalti ya kwanza kila nilipojaribu kutafuta mkono ukigusa mpira ilibidi nihisi tu kama huyo kashika. Lakini unaona mpira unaenda wakati wanarudia sasa, wakati wanarudia. Kwa hiyo ilikuwa inarudi na unagonga kwenye tumbo eneo la mbavu na unaenda mpira ikirudiwa. Mimi nikajiridhisha kwamba kwa sababu na marejeo ya picha ya nipi hii itakuwa maamuzi ameteleza, na ukizingatia ni penalty ambao Simba walikuwa wanahangaika kupata goli. Pressure ilikuwa kubwa sana. Pressure ilikuwa kubwa, yani baada ya Kibaya kufunga goli nadhani pressure ikahama kutoka kwa wachezaji wa Simba ikahamia kwa muamuzi. Sababu kuanzia hapo mambo mengi ambayo alikuwa anahitaji advantage kwa Simba aliwapa. Amesema Kipsi kuna mambo alikuwa anaamua sahihi, lakini ukiangalia mjumuisho yale maamuzi makubwa yote ambayo yalikuwa yanahitajika yaamuliwe kiusahihi ili mechi ionekane kuna uzani sawa wa kushindana, yalikuwa mengi yanalalia upande wa Simba. Kwa hiyo ndio maana kwenye kujumuisha unaweza kujumuisha kwamba leo mwamuzi hakuwa kwenye hali nzuri kwenye kutafsiri matukio na kuyaamua. Okay, kwenye kuongeza dakika kuna muda maalum, yani kwamba hata mechi muda upotezwe vipi utakiwi kuzidi dakika hizi. Hivyo cha kwanza kama waamuzi wanatusikiliza watusaidie. Cha kwanza Alex, kinachoongezwa ni ule muda, auongezi muda wa ziada. Ule muda uliopotea. Muda uliopotea uweze kuchezwa. Kwa hiyo ule ni muda wa nyongeza, ni muda wa kufidia. Sio muda wa nyongeza. Lengo la ule muda ni kufidia. Kama zilipotea dakika 4 muamuzi anahisi 4 zilipotea, kwa sababu unajua kitu kimoja Alex na labda wanaotusikiliza ni kwamba wakati kwenye TV dakika zilikuwa zinatembea, saa ya muamuzi imesimama. Muamuzi anasimamisha pale. Yani pale tap, sijui goalkeeper anatibiwa, muamuzi kastopisha. Lakini ile hapo runinga inaenda. Sijui hapa kuna mzozo watu wanavutana anastopisha saa yake. Kwa hiyo anaweza kuja vile vidakika vya kujumlisha. Ndio baadaye sasa anakuja kukuta hii hapa muda imebaki dakika ngapi? Imebaki dakika labda 5. Anaweka dakika 5. Hii imebaki dakika 2, anaweka dakika 2. Japo kinachowapa utata watu Alex ni kwamba pindi ambapo hizi timu zinapokuwa zinaongoza hakujawahi kuonekana kuna dakika nyingi za nyongeza. Wazizidi 5. Yani hiyo pia tuizingatie kwamba yani hizi timu za Kariakoo zinapokuwa zinaongoza zenyewe. Na inakuwaje hizi timu za Kariakoo zinapokuwa zinaongoza, hizi timu nyingine hazipotezi muda. Unajua hiyo? Hakuna kipa anayelala, hakuna anayegoma kutoka, wala hakuna nini, unajua. Kwa sababu wako nyuma washachezea 4 5. Hakuna wewe. Kwa hiyo lakini kuna wakati mwingine mtu kaumia anatibiwa goalkeeper. Ndio hizo saa 5. Hawafidi. Na tuweke hilo sawa. Zikiongezwa dakika 5, Kembo umeka vizuri sana. Ni minimum. Zisipungue dakika 5. Kwa katika zile 5 ikitokea kuna mchezaji amepata changamoto, anatibiwa. Si umeelewa? Uwezo kasema eti referee ataishia kwa zile dakika 5. Minimum ni dakika 5. Hii tuweke sawa. Yani sijaelewa. Yani wewe unamaanisha nini? Kwamba yani hata iweje dakika za kuongeza natakiwa ziwe 5 au unachomaanisha nini? Zisipungue dakika 5 za kufanya za kumsubiria mchezaji kama kaumia. Mfano zimeongezwa dakika 5. Ile ni minimum. Ndio zisipungue dakika 5. Sasa mfano kuna wakati napitiza dakika 5.
Unaona basi muongeza dakika 5. Lakini mwamuzi ameenda mpaka 7. Lakini kumbe tunasahau matukio ndani ya uwanja ambayo yalikuwa yanaendelea katika zile dakika 5. Unajua pale ile saa ya mwamuzi ile saa yake ile stop yani anaposimama tukio anasimamisha. Maana yake pale ni nini? Yule fourth official anaponyanyuka kumpa ishara ambaye bwana 45 zimeisha, kwa sababu fourth official naye ana nani yake bwana zile zimeisha. Yeye anapoangalia saa yake anaongea kulingana na muda wangu humu bado dakika 8. Yeye kwake kule iko nyuma kwa sababu sasa anasimamisha. Kwa hiyo kwake yeye inasema dakika ndio kwanza ya 38. Kwa hiyo ili ifika 45 hapa 7 anamwambia 7. Ndio yule anaongeza. Sawa. Sijui umeelewa. Sasa mimi ndio nataka kujua kuna dakika maalum ambazo hazitakiwi kuvuka hata mechi, hata kama mtu pale uwanjani kafa watu wameenda kuzika afu wamerudi mechi iendelee, yani dakika zile zina kiwango utakiwi kuzidi? Hapana, hamna kiwango. Hakuna kiwango. Kwa sababu tunachofidia si ni dakika zilizopotea. Yaani mchezo unatakuwa utimie dakika 90. Ndio lengo la mchezo. Kwa hiyo ikichezwa chini ya dakika 90. Kwa hiyo leo inabidi ziongezwe. Sasa leo dakika 15 zina watu wanazishangaa, haijatokea. Mimi Alex, mimi binafsi mimi sina shida na hizo dakika. Na nadhani hata hao watu ambao wanashangaa, mimi naamini kwa siku kama ya leo ubaya ni kwamba kumekuwa kuna mjumuiko wa matukio mengi ambayo ndio ambayo yametengeneza hiyo hali ya mshangao kujitokeza. Yaani sio tukio moja, kwa sababu kinachowashtua watu sio dakika peke yake. Kama ingekuwa ni dakika tu, nadhani isingekuwa kuna ugumu sana kuweza kulifafanua hilo na watu wakalielewa. Lakini nadhani changamoto ni mjumuiko wa matukio mbalimbali ambayo tafsiri ya muamuzi imewapa shida watu wengi kidogo kuielewa. Kama ambavyo sasa hivi umetoka kumuuliza Kiemba kuhusu matukio mawili ya penalty. Ambayo yeye Kiemba amekujibu kwamba lile la penalty ya kwanza kwake yeye ndo ameona ana mashaka nayo makubwa. Lakini ya pili yeye ameona kulikuwa kuna contact, lakini mimi binafsi pia naweza nikakupa mtazamo mwingine vile vile yani mimi nakili yani hayo nayagusa mimi ni yale matukio main ambayo yanazungumzwa. Yani ndio maana nimegusa penalty, nimesema muda ule unaonekana leo wafidia umekuwa mkubwa. Hivyo vitu ndio ambavyo vinazungumzwa hasa hili la muda. Ndio linazungumzwa sana. Linazungumzwa zaidi. Ni kweli mpira huo mchezo umepotea, yani dakika hizo zimepotea kwa kiasi hicho kwa siku ya leo, kwa sababu kuna matukio ambayo yanaweza yakakushawishi kukubaliana na kwamba kuna dakika nyingi zilipotea. Kwa sababu tupe tu matukio mawili au tukio la red card. Red card ambalo kuna muda kidogo pale ulipita mzozo wa mtu kugoma kutoka. Kuna huo mzozo wa mtu kugoma kutoka. Kuna kwenye ile process ya kumtoa mchezaji wa ndani kwenda kukaa golini, goalkeeper. Kuna muda pale wa maandalizi. Kwa sababu alipewa red card goalkeeper, kwa hiyo mwingine atoke mtu ajiandae. Ukapotea pale. Jumlisha kuna matukio ya goalkeeper kabla hata yule goalkeeper aliyetoka akiwa bado yuko uwanjani. Kuna tukio nalikumbuka, goalkeeper alimuita muamuzi akamuonesha ishara ya kuwa ana shida, anahitaji msaada. Akaenda akapatiwa msaada. Hata goalkeeper aliyeingia baadaye, kama utakumbuka, kuna wakati naye pia kuna muda alienda alilala. Kwa hiyo alilala akavuliwa gloves, nakumbuka baadaye akawa anasaidiwa kuvalishwa. Kwa hiyo matukio ambayo yanayoonesha kwamba inawezekana upo mkusanyiko wa kutosha wa dakika ambazo zilipotea yapo ambayo matukio ambayo yanashawishi, na mbaya zaidi anayetunza ule muda ni muamuzi. Ndio maana hata sisi tunavyo discuss hatupati majibu yaliyonyooka, kwa sababu mtunzaji muda ni muamuzi. Yeye ndio anajua. Kuna issue ya kadi, yellow cards zimetoka za kutosha, zilistahili? Mimi naamini matukio mengi yalikuwa mwamuzi kama amepaniki leo, hakuwa kwenye hali yake ya kawaida. Kuna wakati alikuwa anajaribu kama kuwalazimisha Mashujaa waende kwenye rhythm ambayo yeye anaitaka. Kwa hiyo unakuta alikuwa anatumia, mimi naona alikuwa anatumia mamlaka sana kwenye kuendea hayo matukio. Ukiangalia hata matukio mawili ambayo goalkeeper amepewa kadi nyekundu. Tukio la kwanza ni kumuomba refa, anaomba huduma ije ahudumiwe. Ambao tumezoea wakiomba makipa wengine huwa wanapewa. Wanapewa, wanakuja wanahudumiwa bila kujali wanaongozwa au wanaongoza wao. Lakini yule pale alienda kumuomba, sio kwamba alilala refa akamwambia inuka. Katoka anamwambia refa naomba nihudumiwe.
Kwa hiyo refa pale kamflash alafu kamuita mtu njoo muhudumie. Mkoefa kama unandanganya. Kula chuma Njoo uhudumiwe. Kwa hiyo tukio la pili ni la mpira ambao ilikuwa mipira miwili ndani ya kiwanja. Na tukio lenyewe ni kwamba mchezo ulikuwa umesimama. Yaani ingekuwa mchezo unaendelea alafu goalkeeper akachukua mpira nje kauingiza ndani, utasema huyu kumquestion ilikuwa ni kawaida. Lakini mpira ulikuwa kiwanjani, wachezaji wanaupiga piga na kipa naye kaupiga. Okay. Lakini katika hiyo kupiga piga, mwamuzi alikuwa ameshaashiria pigo la kona. Lakini mpira upo ndani, anaashiriaje mpira upigwe wakati mwingine upo ndani? Aliyekuwa goalkeeper ndo alikuwa nao mwisho, alitakiwa autoe nje akaudondosha ndani. Goalkeeper hakuwa ameshika mpira. Naam, karibu sana mwanamichezo na mtazamaji wa Mlacha Media, tuendelee kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako upande wa kimichezo zaidi, hasa katika uga wa kitaifa, lakini pia bila kusahau katika uga wa kimataifa zaidi. Na ishu kubwa bana ni kuhusiana na ligi kuu ya hapa nchini Tanzania, kwa maana ya ligi ya NBC Premium League ambayo inaendelea kurindima kunako viwanja tofauti tofauti. Na hii leo bana kulikuwa kuna mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba ambapo walikuwa wapo nyumbani wakiwakaribisha Mashujaa kutokea kule mkoani Kigoma. Na mchezo huo bana umeweza kutamatika kwa wekundu wa Msimbazi Simba kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Mabao ambao pia yamekuwa na sintofahamu kwa wapenzi na mashabiki wa mpira wa miguu kwa hapa nchini Tanzania mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kupata penalti mbili kwenye mchezo huo wa hii leo. Na penalti ambazo wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kuzipata kunako kipindi cha pili mara baada ya kipindi cha kwanza kuweza kutamatika kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kupigwa bao 1-0. Kwa hiyo kipindi cha pili bana wekundu wa Msimbazi Simba wakaweza kupata penalti mbili. Penalti ya kwanza iliweza kufungwa na Christian Lionel Ateba Mbida, lakini pia penalti ya pili pia iliweza kufungwa na Christian Lionel Ateba Mbida. Kwa hiyo aliweza kufanikiwa kufunga mabao mawili hii leo kwa mkwaju wa penalti. Na hii ni mara baada ya kipa ama golikipa wa Mashujaa FC kuweza kuoneshwa kadi nyekundu na kupelekea mchezaji wa kawaida, kwa maana mchezaji wa ndani kwa upande wa Mashujaa kuweza kuvaa gloves na kuwa kama golikipa, kwa sababu Mashujaa tayari walikwisha kumaliza sabu ambazo walitakiwa kuweza kuzifanya. Lakini pia issue nyingine ambayo iliweza kutokea ni kuhusiana pia na dakika ambazo mwamuzi wakati aliweza kuziongeza hii leo kwenye mchezo huo. Hapa tunamzungumzia mwamuzi Kayombo, mwamuzi huyu kutokea kule mkoani Mbeya, ambaye aliweza kuongeza dakika 15. Watu wamekuwa wakizungumza kwamba ilikuwaje sasa dakika hizo zikaweza kuongezwa. Ni zilionekana kama vile dakika nyingi sana ambazo zimeweza kuongezwa, lakini pia hii ni mara baada ya golikipa wa Mashujaa kuweza kupewa kadi nyekundu. Kuna dakika takriban kama 8 hivi ziliweza kupotea. Kwa hiyo pia ukiongeza na dakika nyingine zile za kawaida unaweza kusema pia kwenye suala la muda ni kama vile referee alikuwa vizuri. Lakini kwenye upande wa penalti bana ambayo wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kuipata kwa maana ya penalti ya kwanza ambapo mchezaji wa Mashujaa alionekana kama kuweza kushika mpira, ni kwamba mchezaji huyo bana mpira uliweza kumgonga tumboni. Kwa hiyo maamuzi ambayo aliweza kuyafanya ya kuwapa wekundu wa Msimbazi Simba penalti ni kama vile unaweza kusema pengine ni makosa ya kibinadamu tu. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wamefanikiwa kuibuka na ushindi na kuondoka na alama zote tatu. Wanaendelea kuwa nafasi ya pili, ambapo nafasi ya kwanza ameshikilia Da Young Africans. Twende tuone msimamo utaendelea kuwaje endapo wanaume hawa pia wataweza kukutana kunako
raundi ya pili. Lakini cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado ana nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, na moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Na sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinakuwa zinaendelea kujiri kunako pande tofauti tofauti za kimichezo, tunakuwa tunakudondoshea hapa na unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada.